hotuba ya mwenyekiti wa halmashauri walei katika mkutano wa mwisho wa kumaliza kipindi cha uongozi cha miaka mitatu, yaani kuanzia 2023 mpaka 2026. Mheshimiwa mkurugenzi wa idara ya uchungaji jimbo Katoliki Moshi, waheshimiwa viongozi wenzangu wa halmashauri walei jimbo na waheshimiwa wajumbe wote wa mkutano huu mkuu Sinodi jimbo Katoliki Moshi, kwa unyenyekevu mkubwa na moyo uliojaa shukrani, nasimama mbele yenu leo katika mkutano huu wa mwisho wa kumaliza kipindi chetu cha uongozi cha miaka mitatu. Ni mkutano wa tafakari, wa shukrani na wa matumaini tunapotazama tulikotoka, tulipo na tunapoelekea kama walei wa jimbo Katoliki Moshi. Kwanza kabisa tunamshukuru Mwenyezi Mungu Baba wa mbinguni kwa kutujalia uhai, afya na neema ya kulitumikia kanisa lake kama neno la Mungu linavyotukumbusha katika barua ya kwanza ya Mtume Paulo kwa Tesalonike sura ya 5 mstari wa 18, katika yote mshukuruni Mungu, maana hayo ndiyo mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. Napenda kutoa shukrani za pekee kwa Baba Askofu wetu mpendwa Mhashamu Ludovick Joseph Minde, askofu wa jimbo Katoliki Moshi. Tunamshukuru kwa dhati kwa uongozi wake wa kichungaji uliojaa hekima, busara na upendo. Ametuamini walei, ametupa nafasi ya kushiriki katika utume wa kanisa na ametufundisha kuwa kanisa linajengwa kwa ushirika na umoja wa wote. Tunamwahidi kuendelea kushirikiana naye kwa utii na moyo wa huduma. Tunatoa shukrani za pekee kwa mkurugenzi wetu wa utume wa walei jimbo Monsinyo Paul Kuria kwa ushirikiano wa karibu, ushauri wa mara kwa mara na ufuatiliaji wa karibu wa kazi za halmashauri walei. Amekuwa msaada mkubwa katika kuyafanya maono ya jimbo yawe halisi katika ngazi za parokia na jumuiya. Kwa heshima kubwa na kwa moyo wa shukrani, tunawashukuru sana maparoko wetu wote katika parokia zote za jimbo, pamoja na mapadre viongozi kwenye parokia teule. Ushirikiano wao, mwongozo wao wa kichungaji na moyo wao wa kufungua milango ya parokia kwa shughuli za walei umetuwezesha kutekeleza majukumu yetu kwa ufanisi. Bila wao utume wetu ungekuwa mgumu sana. Tunawashukuru sana na tunathamini sana huduma yao kwa kanisa la Moshi. Nawashukuru pia viongozi wenzangu wa kamati tendaji ya jimbo, viongozi wa parokia, vikarieti na wale wote kwa mshikamano na kujitoa kwenu katika kipindi hiki cha miaka mitatu. Tumepitia changamoto na mafanikio, lakini tumebaki wamoja kama maandiko matakatifu yasemavyo, wawili ni afadhali kuliko mmoja, kwa sababu wapata thawabu njema kwa kazi yao. Katika kipindi hiki cha uongozi tumejifunza kuwa uongozi wa Kikristo ni huduma. Tumejifunza kuwa kanisa linajengwa pale kila mmoja anapochukua nafasi yake kwa uwajibikaji. Tumeona umuhimu wa malezi ya kiroho, semina za uongozi, ushiriki wa sinodi na mshikamano wa walei katika kulijenga kanisa la Kristo. Ndugu zangu, tunapohitimisha kipindi hiki cha uongozi, hatufungi safari ya utume. Badala yake, tunafungua ukurasa mpya wenye dira na malengo ya wazi kwa mustakabali wa halmashauri walei ya jimbo Katoliki Moshi. Malengo yetu ya baadaye ni haya yafuatayo. Kwanza, tujipange kuendelea kujizatiti kuanzisha utume wa UWAKA kama tulivyoelekezwa kutoka Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, lakini pia kutoka kwa askofu wetu jimbo, kwamba kuanzia ngazi ya jumuiya ndogo ndogo za Kikristo, parokia hadi jimbo, tuwe na utume wa UWAKA uliosimama. Lakini pia
tutaweka mkazo au uongozi utakaoingia uendelee kuweka mkazo kwenye kukusanya madeni, na hii mtaisikia kwenye taarifa ya utekelezaji na taarifa ya fedha kutoka kwa mhazini wa jimbo. Lakini pia tunafikiria na uongozi utakaoingia madarakani ufikirie na sisi tufikirie, jimbo la Moshi tuwe na kitega uchumi cha halmashauri walei jimbo la Moshi. Nimeona katika majimbo mengi ya halmashauri walei wana vitega uchumi ambavyo vinawasaidia kupata kipato cha kuendesha halmashauri, lakini pia kinasaidia kuendeleza jimbo lao. Kwa hiyo hili linalileta kwenu, na kwa uongozi utakaoingia madarakani tukae tutathmini kwamba ni namna gani ambavyo tunaweza tukawa na kitega uchumi tukishirikiana na uongozi na hierarkia na baba askofu wetu, ili tuweze kuwa na kitega uchumi kwa ajili ya halmashauri walei. Tunapohitimisha hotuba hii, naomba tujikumbushe neno la Mungu linalotutia moyo wa kuendelea mbele bila kuchoka. Nalo linatoka katika barua ya kwanza ya Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya 15 mstari wa 58. Nalo linasema, basi ndugu zangu wapendwa, simameni imara, msisikitike, mkizidi sana katika kazi ya Bwana siku zote, mkijua ya kuwa taabu yenu si bure katika Bwana. Kwa niaba ya halmashauri ya walei jimbo Katoliki Moshi, nawapongeza na kuwashukuru nyote kwa imani yenu, msaada wenu na ushirikiano wenu katika kipindi hiki cha uongozi. Tunaomba mwendelee kutuombea ili walei wa jimbo letu la Moshi waendelee kuwa chumvi ya dunia na nuru ya ulimwengu. Wenu katika Kristo, mwenyekiti wenu anayemaliza muda wake. Tumsifu Yesu Kristo.